wakilishi wa makampuni ya mafuta, viongozi wengine wote wa Tanzania na Uganda. Ni kweli nasikia Kiswahili na naelewa Kiswahili, lakini nilisafiri na wazungu weusi. Nimekuwa kwenye harakati za ukombozi wa Afrika na maendeleo kwa miaka karibu 60 sasa. Kitu gani kinastahili kufanyika kusudi tupate ustawi wa jamii, prosperity, ustawi wa jamii. Sasa hilo jambo la wanalielewa sana na wanadai huduma ya afya, elimu, lakini kuna sehemu nyingine hawaelewi vizuri, kujua kwamba uweze kuwa na lazima waelewe hizo sehemu mbili za ustawi huu. Sehemu moja huduma, elimu, afya, usalama, lakini sehemu ya pili na muhimu zaidi tena ndiyo ya msingi, kwa sababu uweze kuwa na hii bila hii, uzalishaji wa mali. Kwa sababu uzalishaji wa mali utakuja kutupatia vitu viwili: utajiri na ajira, wealth and jobs. They come from uzalishaji wa mali. Now hapa wa Tanzania mliacha nyuma, mnaweka maneno mengine, mleta maneno ya Kiarabu, ya Kizungu, mnaweka kwa Kiswahili. Lakini najiuliza, hao watu hawajua kwamba kuna Waafrika kule bara? Wale Waafrika wa bara wako na maneno. Ndikuwa siku za karibu ndikuwa nauliza, hilo neno mnasema sekta, kule kwetu kwa lugha ya Kiganda tunasema akabondo. Sasa ukijiuliza utajiri cha kufanya biashara, commercial agriculture, kule kwetu watu wanalala wanafanya kilimo cha tumbo peke yake. Mtu anakuwa hapo miaka 80 ya uhai anafanya kilimo cha tumbo peke yake. Sekta ya kwanza ambayo utapata ajira, utapata utajiri. Sekta ya pili ni viwanda vidogo na vikubwa. Sekta ya tatu, I don't know how you translate it, services in this case, services, maybe huduma. Sekta ya nne, ICT, even vyuma vyenye akili ambavyo vimekuja siku za karibu. So, lakini hizi bubondo bunne bunataka infrastructure.
hauweze kunani. So vile vyote zile sectors 4 haziweze kuendelea bila jambo la soko, uzalishaji mali. Nani atanunua hiyo mali? Kulikuwa shida ya uelekeo, which direction to take. Kwa sababu kwenye miaka ya 60 tukiwa hapa kwenye vyuo vya elimu walikuwa wanasema is now part of the infrastructure now. The infrastructure, but please do not the Ugandans and the Tanzanians don't get intoxicated with the petroleum and forget the other sectors. Thank you, Your Excellency. Kwa hiyo zile sectors zingine agriculture is not finite, it is continuous. Lakini kilimo kinaendelea, hakina ukomo. Tourism, vile vile utalii, as long as the mazingira are good, ili mradi mazingira yametunzwa. So we are going to use the resources of this finite resource to build the durable. Kwa hiyo ni kutumia pesa ili kufanya vitu vingine ambavyo ni endelevu zaidi. You will find that by the time the oil is finished, you are now at a different level. Wakati mafuta yamefikia ukomo wake, utakuwa kwenye hatua nyingine ya kimaendeleo. So that the government of Tanzania has agreed with the oil companies about this is not the only petroleum we may find. Na hii sio mafuta pekee ambayo utaweza kuyapata. This 6.5 billion barrels in Uganda, haya mapipa kama bilioni 6.5 kutoka Uganda, is in only 40% of the area of the Albert zone which we think has oil. Yanatoka katika pia the Kadam basin, kwenye bonde la Kadam. The seepage, the oil coming out of the ground, just like the Albert area. Ni mafuta ambayo yanatoka chini ya ardhi kama ilivyo kwenye eneo la Albert. Now you have heard about the Eyasi area. Lakini pia umesikia habari ya eneo la ziwa Eyasi in Tanzania, ambalo lipo nchini Tanzania. Even Burundi may have some is really a very important regional infrastructure project. Kwa hiyo bomba hili la mafuta ni miundombinu muhimu sana ya ukanda mzima. And then here in Tanzania and in Mozambique you have gas. Lakini pia hapa Tanzania na nchi jirani ya Msumbiji kuna gesi. In Uganda we have some gas, but it's not as much as the one which is in Tanzania or in Mozambique. Nchini Uganda tuna kiasi fulani cha gesi, lakini hakifiki kiasi kilichopo Tanzania au nchini Msumbiji. But we need gas in Uganda. Na sisi Uganda tunahitaji kupata gesi. We need gas for the steel industry. Tunahitaji gesi kwa ajili ya viwanda vya chuma. To remove oxygen from the iron ore. Kule kwetu iron ore kwa lugha zenu za kule bara, iron ore obutare. That's why you hear like in Rwanda there are areas called Butare. That means there is iron ore there. Ndio maana kuna eneo kule Rwanda linaitwa Butare, maana yake kuna chuma kule. So where there is iron ore is Obutare. So we have got Obutare there. Kwa hiyo tuna but we don't have gas.
But we don't have gas. Kwa hiyo tunachochuma Hitaji hapa. Wale walimu wa pale chuo cha ushirika Moshi wakaniambia wakati huo walikuwa wanatumia neno chuma cha pua. Asheba kwa nini why do you suffer so much with so many words when there are Bantu words in the interior? So I will ask Her Excellency to link me with the Baraza la Kiswahili. Nitamwomba Mheshimiwa Rais aniunganishe na Baraza la Kiswahili la Tanzania. So that I can put some words also to ili niweze kuongezea baadhi ya maneno kwenye Kiswahili. So this corridor, the one Dr. Karemanu was talking about, can be used to take back another pipeline now for gas. Maji makubwa kwa ajili ya shughuli za viwanda, lakini pia kwa ajili ya kupikia tu. And even fertilizers. Lakini pia katika kutengeneza mbolea. Because like in Uganda we have got phosphates. Kule Uganda tuna madini ya phosphate. We have got potassium. Tuna potassium. But we don't have a good source of nitrogen. Lakini hatuna chanzo cha kuaminika cha nitrogen. And these fertilizers are normally NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. Na mbolea kwa kawaida inakuwa na elementi tatu: nitrogen, potassium na carbonate. And phosphorus. Phosphorus, samahani. So, what we are doing here today is really historic. Kwa tukio la leo hili ni la kihistoria kabisa. And I congratulate the government of Tanzania and Her Excellency Suluhu Hassan on this big achievement. Na nampongeza sana. They got this petroleum. Na pia wale wataalamu kutoka Uganda ambao tuliwapa mafunzo wakaweza kugundua haya mafuta. So we have been able to make a new step. Kwa hiyo tumeweza kutekeleza hii hatua muhimu, hatua mpya kabisa. And I'm very happy to see this. Na nafurahi sana kuona matokeo haya. And Mwalimu would have been very happy. Where he is very happy. Nafikiri pia Mwalimu Nyerere huko aliko atakuwa amefurahi sana. Because this is what we were discussing with him all the time. Kwa sababu mambo kama haya ndiyo ambayo nilikuwa nikijadiliana naye mara kwa mara. So I thank you. I congratulate Her Excellency Samia and the Ugandans and the Wachina. Kwa hiyo ninawashukuru sana, nampongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan and the Wafaransa wa Tanzania ama iron ore. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Rais, baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais Museveni, kwa heshima sasa naomba nikukaribishe Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba.